Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa neno. Wakati wa neno. Natamani kila mmoja akapate kunipa masikio yake mchana huu wa leo. Tunataka tukapate kumwangalia mtumishi wa Mungu, kitabu cha 5 kilichoandikwa na mtumishi wa Mungu Musa, baada ya kutumwa kwa ajili ya wana wa Israeli waliokuwa wako na dhiki, walikuwa wako mateka, kiasi cha kuwa walikuwa wamekata tamaa katika maisha yao. Wakati walipokuwa wamekata tamaa katika maisha yao, Musa akaamua apande mlimani akapate kumuuliza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba Musa akapanda mlimani akamulilia Bwana, kwa nini ndugu zangu wahangaike? Maisha haya watakuwa nayo mpaka lini? Mateso haya yatakuwa ndani yao mpaka lini? Maana machozi yao wamenililia. Bwana, naomba ukapate kuenda kuwasikilizisha kilio chao. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu alivyokuwa na neema na huruma ndani yake, akasikia kilio cha wana wa Israeli. Na baada ya kusikia kilio cha wana wa Israeli, akamtuma Musa ni kwa ajili ya kwenda kuwakomboa. Hata wewe nawe mchana wa leo, kunaye Musa ametumwa ni kwa ajili ya hitaji la moyo wako. Musa ametumwa ni kwa ajili ya hilo janga ambalo nasema kwamba imekuwa ni mazoea, maana haijatoka katika maisha yako. Huo mzigo ambao umeng'ang'ana miaka nenda miaka rudi, mpaka imefikia wakati unasema maisha haya ni maisha yangu. Bwana amepata kusikia kilio chako. Bwana Yesu asifiwe. Tupate kumsikia mtumishi wa Mungu, kitabu cha Kumbukumbu la Torati hiyo 1, tutasoma mstari wa 34 mpaka 36. Tutasoma Kumbukumbu la Torati mlango wa 1 mstari wa 34. Nasema, Bwana akasikia sauti ya maneno yenu, aghadhabika, akaapa akasema, hakika yangu hapana mmoja miongoni mwa watu hawa wa kizazi hiki kibaya atakayeiona nchi hiyo nzuri niliyowapia baba zenu kuwapa, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune, huyo ataiona, nami nitampa yeye na watoto wake nchi hiyo aliyoikanyaga, kwa kuwa amemfuata Bwana kwa kila neno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Tunataka tuangalie wana wa Israeli, kwa nini Mungu akawaambia ya kwamba hawatawahi kuikinyaga nchi ambayo aliwapia baba zao siku zile za unabii. Kwa sababu Bwana aliangalia akasema ya kwamba kizazi kilicho sasa ni kizazi cha nyoka, hakitorithi ufalme wa mbinguni, kwa sababu ya matendo tunayoyatenda hayampendezi Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Musa akarudi kuja kuwapelekea habari wana wa Israeli, kwa sababu wakati Musa alipopanda mlimani, waliona kukawia kwao, wakaanza kuvunja agano, wakaanza kujitengenezea miungu yao, wakisema ya kwamba Musa ameenda na hatarudi tena hapa. Walipoanza kujitengenezea miungu, kumbe Bwana alikuwa anawaona, na alipowaona wana wa Israeli, Musa akaambia ya kwamba kakiambia hicho kizazi kilicho na sumu cha kwamba tendo walilolitenda sitathubutu kamwe wakaikinyaga nchi niliyowapa baba zao. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini wakati Musa alipotumwa, akamwambia Bwana, hata kama ni wanao wamekukosea, ninaomba ukapate kuwaregesha, kawape nafasi ya pili angalau, ili wakapate kuzitubia dhambi machoni pako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe.
Neno linasema ya kwamba katikati ya hilo kundi ya wana wa Israeli kulikuwa kuna mmoja anaitwa Kalebu. Kalebu alikuwa amesimama katika kumtumikia Bwana. Kalebu alisimama katika njia za Bwana. Hakutaka kuangamia wala hakujitengenezea sanamu machoni pake. Alisema ya kwamba mimi namngojea Bwana, siku atakapokuja ndipo nitaandamana pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Neno linasema ya kwamba Bwana akasikia sauti ya maneno yenu, akagairi, akaapa, akasema amekwisha kusikia kilio chenu. Sauti yenu amesikia, malalamishi yenu Bwana amepata kuyasikia, hitaji yenu Bwana amepata kukisikia. Anasema kwamba hakuna neno ambalo limetoka ndani ya vinywa vyenu litakaloanguka bure, bali atalifuatilia kila neno linalotoka katika vinywa vyenu. Akamwambia Musa ya kwamba hata kama wote wamemkosea, lakini kupitia kwa Kalebu nitasikia kilio chao na nitahakikisha hitaji la maisha yao nimepata kuwatekelezesha. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya wana Israeli ikamfikia Bwana. Sauti ilipomfikia Bwana, Bwana akapata kuanza kufuatilia. Mchana wa leo natamani kulileta hili neno ndani ya mioyo yenu, ya kwamba kama ni kuomba tumeomba, kama ni kufunguliwa tumeombewa makufunguliwa na tunahisi ya kwamba bado hatujafunguliwa, kama ni kutoa baraka tumetoa sadaka zetu lakini tunahisi ya kwamba sadaka zetu hazijamfikia Mungu, kama ni kuvunjiwa madhabahu yamevunjwa mpaka mmefilisika, kama ni maagano mmevunjwa maagano mpaka yamefilisika. Lakini nataka nikwambie Bwana anasema ya kwamba agano lako inategemea na moyo wako, jinsi ambavyo umepata kunyenyekea mbele za Bwana. Maana sadaka yako haitavunja maagano yako, bali kunyenyekea kwako kunaenda kuharibu miungu ya kwenu. Kunyenyekea kwako kunaenda kung'oa vigango vya kwenu. Kunyenyekea kwako kunaenda kukuweka huru, mpendwa, mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Anasema ya kwamba alisikia sauti ya Kalebu, na alipoisikia sauti ya Kalebu akatetea watu waliokuwa nyuma yake. Utakaposimama katika kumtegemea Bwana, hata kizazi chako kikiwa ni kizazi cha nyoka, Bwana anaenda kukibadilisha. Maana Bwana anaenda kuingia katikati yenu akafanya mapinduzi katika maisha yenu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba Bwana akasikia sauti za wateule wake. Bwana amekwisha kusikia sauti zetu mchana wa leo. Anahitaji akapate kuona kunyenyekea kwenu. Anahitaji akapate kuona wokovu ukiwa ndani ya mioyo yenu, ili njia zenu zikafunguliwe, milango yenu ikafunguliwe, Bwana akapate kusimama mbele yenu. Anahitaji akapate kumgeuza katikati ya maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kilio kimekuwa kingi, kama vile wana wa Israeli walivyokuwa wana kilio, ndivyo anaona mioyo yenu ambavyo iko na vilio, wapendwa. Maana mmejaribu kwa akili zenu lakini mmefika mwisho, mmejaribu kwa nguvu zenu lakini mmefika mwisho. Bwana anasema ya kwamba sauti yenu amepata kuisikia, na ni wakati anataka akapate kubadilisha. Haijalishi kuna ngome gani iliyosimamishwa mbele yenu, haijalishi kuna nguvu gani zilizosimama katikati yenu, lakini utakaposimama katika kumtegemea Bwana, Bwana atakuwa pamoja nawe na atakuwa mtetezi katika maisha yenu. Bwana atanyosha mkono juu ya nyumba yako, atanyosha mkono juu ya jamii yako, atanyosha mkono juu ya ndoa yako, atanyosha mkono juu ya kazi yako. Atahakikisha ya kwamba amekuweka mahali ambapo Bwana panampendeza. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 35 alisemaje? Hakika yangu hapana mmoja miongoni mwa watu hawa
hapana mmoja miongoni wa watu hawa wanaonilalamikia kwa kizazi hiki kibaya, kwa kizazi hiki kibaya, atakayeiona nchi hiyo nzuri, atakayeiona nchi hiyo nzuri niliyowapia baba zenu, niliyowapia baba zenu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kizazi hiki kibaya tulicho nacho kitakayoiona ile nchi nzuri ambayo ilipewa baba zetu Isaka na Yakobo, kwa sababu Bwana ameona matendo yetu hayafai machoni pake. Ameona tabia zetu hasipendezi mbele ya kiti cha enzi. Ametupa tahadhari ya kwamba tukapate kubadilika, wapendwa, tukabadilisha njia zetu, tubadilishe matendo yetu, ili tukapate kuirithi nchi ya baba zetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakapobadilisha njia na kubadilisha matendo yetu, Bwana atasimama pamoja nasi. Najua leo sitaambiwa amen kwa sababu nawaambia watubu, lakini no problem, haina shida. Lakini mimi nataka nimwambie njia nzuri ili mtakayoingia katika utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Si kila siku mbarikiwa natokea mnapiga kelele na kubarikiwa hamuzioni. Ni kwa sababu mioyo yenu ni ya sumu. Ni kwa sababu mioyo yenu haijakubali kuachilia. Mtakapoachilia, Bwana ataingia katikati yenu na atapata kutenda makuu. Atabadilisha njia zenu na mwenendo yenu. Bwana atakuwa pamoja nanyi. Ni lazima tukapate kukataa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Bwana aingie ndani yako, akaingia ndani ya moyo wako, akabadilishe matendo yako, akafinyange moyo wako, ili ukatembee jinsi Bwana anavyokuita. Mwambie Bwana, nataka ukanifanye kama ulivyomtengeneza Labani. Mwambie Bwana kapate kunitengeneza. Kalebu alimulilia Mungu, alinyenyekea machoni kwa Bwana, na Bwana akamwona Kalebu, akamwambia Kalebu, nchi uliyoikinyaga unaenda kuirithi, maana vyote vilivyo chini ya jua vitakuwa mikononi pako. Kwa sababu ya matendo ya Kalebu, Bwana aliyaona kuwa ni matendo yanayompendeza. Wewe nawe mwambie Bwana mchana wa leo, kabadilishe matendo yangu kama ulivyombadilisha Kalebu. Natamani ukaingia ndani yangu, ukapate kunifinyanga, ukapate kunitengeneza, nikaenende jinsi upendavyo, nitenganishe na uovu, maana nataka kusimama mbele yako. Na Bwana atenda kukutendea. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Ni wakati ukapate kumlilia Mungu. Mwambie Bwana, neno lako likawe ndani yangu. Mwambie Bwana kawe mfinyaji mwema mchana wa leo, kapate kunitengeneza kuanzia sasa. Sitaki kusikia maneno ya wanadamu, nataka nikasikia maneno yanayotoka kwako, yakaingia ndani ya moyo wangu, ukapate kunibadilisha na kunitengeneza, ili nikaenende jinsi upendavyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo utamwona Bwana akitembea pamoja nawe, utamwona Mungu akiwa katikati yako, baada ya kujifungua machoni kwa Bwana. Mwambie Bwana akakutendee. Mwambie Bwana akabadilishe hatua za miguu yako. Mwambie Bwana akabadilishe matendo yako. Mwambie Bwana kuanzia siku ya leo ukalifinyange kama ulivyomfinyanga Yakobo. Bwana akapate kukufinyanga. Neema ya Bwana ikaandamane pamoja nawe. Wokovu ukasomwe kwako, maana wokovu ni nuru, na nuru ikapate kusomwa ili watu wakajua ya kwamba Bwana uko pamoja naye. Simama na miguu yako, ukapate kunena jambo mbele za Bwana. Mwambie Bwana, jinsi ulivyomwona Kalebu, nataka ukanione siku ya leo, ya kwamba vyote vilivyo chini ya jua umesema ya kwamba ni mali yangu, na nitamani kapate kuvimiliki. Wacha Bwana ukapate kumiliki maisha yangu,
kapate kumiliki huduma yangu, kamiliki nyumba yangu, miliki ndoa yangu, miliki kazi yangu, miliki maisha yangu, maana pasipo wewe Bwana sitaweza. Mwite Bwana msubuhi ya leo, mwambie Bwana, siku ya leo maisha yangu na yakabidhi kwako. Naomba kapate kufanya msako, ukanitengeneze, kanifanye kuwa chombo cha thamani, nikaone mkono wako ukiandamana pamoja nami, nikaone mkono wako ukiwa juu yangu, ukipata kunitetea. Wale praise and worship wasonge mbele, tukapate nyimbo ya kuabudu. Twende mbele za Bwana, kila mmoja akapate kunena jambo mbele za Bwana, kila mmoja akapate kunena jambo mchana wa leo. Mwambie Bwana, nimekubali maisha yangu, nataka ukapate kwenda kuyabadilisha. Nenda ukapate kunikumbatia kama ulivyomkumbatia mwanao. Ninaomba ukapate kumkumbatia, nikumbatie maisha yangu mchana wa leo. Mwambie Bwana, ulipomkumbatia baba Kalebu, ninaomba ukanikumbatie. Maisha yangu hayafananishwi, maisha yangu hayafananishwi. Ninaomba ukapate kusimama pamoja nami, nikakuone Bwana ukiwa mtetezi. Natamani nikaone mkono wako.